Naam, bwana, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana bwana, hiyo ni sauti ya Diamond Platnumz akiwa anatoa appreciation yake kwenda kwa Juma Jux, ambaye tunafahamu kabisa kwamba Jux bwana ni rafiki wa Diamond kindakindaki, ni moja kati ya watu ambao wanasapotiana, wanaheshimiana, wanapendana na wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Diamond amekuwa akishirikiana na Jux tokea Jux hajamuoa Priscilla, kwa sababu watu sasa hivi wameanza kusema kwamba eti Diamond anapita na upepo wa Jux kwa sababu Jux amemuoa Priscilla. Jux anapendwa sana na Nigeria, kwa hiyo Diamond anajisogeza karibu na Jux ili apate fan base kubwa kutoka Nigeria. Hapana, haiko hivyo, kutokana na kwamba Jux alikuwa anafanya vizuri, au Jux na Diamond walikuwa ni marafiki kindakindaki tokea Jux bado hajamoa Prissy, lakini baada ya kumoa Prissy ni the same, mambo yamekuwa vile vile, lakini sasa hivi ndio hivyo, watu wameanza kupiga kelele. So tukirudi kwenye point ni kwamba Diamond ameappreciate kile alichokifanya Jux na amemkubali, amemappreciate Jux kwa ujumla kutokana na support ambayo amemuonyesha. Wamekuwa washikaji wa karibu, na hata kule London baada tu ya kufanya show katika ukumbi wa Royal Albert pale London, ni kitu ambacho tumekiona ni kwamba Diamond alifanya interview. Umeona bwana Diamond amefanya interview mara tu baada ya kutoka katika show ile, na hapa nitakusikilizisha kidogo alichokizungumza Diamond baada ya kutoka kwenye show, na pia vile vile alivyomzungumzia Jux kama mtu wake wa karibu bwana, kwa jinsi ambavyo amekuwa akimsupport au kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakishirikiana kwa muda mrefu. Diamond hapa alikuwa ndo ametoka kuperform, kwa hiyo hata pumzi ilikuwa kidogo imekata kwa sababu alikuwa ametoka kuruka takriban masaa 3 mfululizo. Kwa hiyo hebu sikiliza hapa interview ilivyokuwa. Jux from back in the days, we knew each other that way, so like he's my brother, like don't do me. People come from Tanzania. Alichokisema hapo Diamond ni kwamba Jux anafahamiana naye kwa muda mrefu sana, amekuwa ni kama ndugu yake, yani ni kama mtu na kaka yake sasa hivi, kutokana na ukaribu waliokuwa nao, ukizingatia kwamba wote wanafanya muziki na wote wanatokea Tanzania. Umeona bwana Brother, we all that kind of have some energy, some love, some respect, and he's a good person. Yani hapo Diamond ametilia mkazo kwamba wamekuwa na upendo, wamekuwa wanasupportiana, kila mtu amekuwa akimheshimu mwenzie. Kwa ujumla Jux is a good person. Hicho ndo kitu alichokizungumza Diamond, kwamba Jux ni mtu poa. Sasa wakati wanafanya hiyo interview, wakati Diamond anafanya hayo mahojiano, ndipo hapo Jux naye pia akatokea, ikabidi Jux naye pia huyu mtangazaji hapa ikabidi amjumuishe pia Jux katika hii interview. Jux akasogea hapo karibu kabisa na Diamond, naye pia akaulizwa maswali mawili matatu. Let's get Jux in as well. Yes. See, can we talk about how bunch of Diamond is shining? It's making a lot of noise right now. How you feel? Yeah, so ilikuwa ni momenti nzuri. Jux naye pia akasogea kwenye interview, akawa naye pia pale kwa ajili ya kufanya mahojiano. Jux naye pia aliulizwa maswali mawili matatu, lakini pia kikubwa zaidi akaulizwa kuhusiana na timu ambayo yeye anaisupport. Unajua kule bwana ni Uingereza, ni London ile au bwana na kulikuwa walifanya show London, wakafanya show pia Manchester. Sasa akawa anaulizwa kati ya Manchester City na Manchester United, wao wanasupport timu gani? Yeah, I feel blessed. Man. Yes? Welcome to Manchester. Wait, I didn't even ask you guys. What we repping? Well, Man City or Man United? Like, what are you supporting? Yeah, so waliulizwa pia kwamba je, kati ya Manchester City na Manchester United timu gani ambayo wanaisupport? Jux akasema kwamba yeye anaisupport Manchester City, which ilikuwa ni jambo zuri kwa sababu alikuwa wako Man City pale, ule ni mji wa Manchester kama unavyoelewa. So alivyosema Man City ni kama vile walijiongeza chapchapu ili waonekane na wenyewe pia wanasupport. Yani sasa sana labda uende ukafanye show sehemu kama vile labda Msimbazi, alafu pale uulizwe kwamba wewe ni shabiki wa timu gani, useme Yanga, utakuwa umejichanganya. Ile ukisema Simba unaonekana yes, huyu ni mwenetu, watu wanakufurahia, mambo mengine yanaendelea. So hicho ndio kilichotokea katika hiyo interview. Lakini pia ukiachana hilo, hii ni muendelezo wa ule mjadala ambao umekuwa ukiendelea huko katika mitandao ya kijamii kuhusiana na issue ya ukaribu wa Diamond na Jux. Maana watu wameshaanza kuzungumza kwamba Diamond ameimarisha urafiki wake na Jux kutokana na Jux yuko na fan base kubwa sana ya kutoka Nigeria, which sio kweli. Tunakumbuka kwamba Diamond kipindi hata Jux hana fan base ya Nigeria, kipindi hata Jux bado hajamuoa Prissy, tunakumbuka kwamba Diamond alikuwa yuko karibu sana na Jux, kwa sababu hata katika show ya Trace Diamond alipata nafasi ya kwenda kuperform Trace, lakini ikabidi amchukue Jux aende akaperform naye, wakaperform wote wimbo wa Enjoy. Hebu imagine, show ilikuwa ya Diamond lakini Diamond akambeba Jux wakaenda kuperform pamoja wimbo wa Enjoy.
Umeona jinsi gani ambavyo Diamond ameamua amsupport mshikaji wake. So sasa hivi kwa vile Jux amemoa Nigeria, Jux yuko na fan base ya Kinigeria, watu wanaanza kusema kwamba Diamond amekuwa karibu na Jux kwa sababu Jux ana fan base ya Kinigeria baada ya kumoa Priscilla. So it makes sense. Hata meneja wa Juma Jux naye Swag Daddy Ray jana alizungumza kuhusiana na hiyo issue, tulileta hiyo habari ambapo yeye mwenyewe alisema kwamba first of all naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu for blessing these brothers with unique space and purpose in our industry. Yani anamshukuru Mungu kwanza kwa kuwabariki hawa vijana kwa kupata nafasi na pia vile kuwa na sababu ya kufanya jambo kubwa katika industry. Big shout out kwa Diamond Platnumz and Juma Jux for their consistency, wisdom and mutual respect. Wanaonyeshana, yani kwamba pia vile amewapa shout out Jux na Diamond kwa heshima na ubora, yani consistency yao waliokuwa nayo katika industry. Ukweli ni kwamba huyu ni Swag Daddy Ray, manager wa Jux sana, akaendelea hapa kusema kwamba ukweli ni kwamba bila juhudi, heshima na kila mmoja wao kutambua nafasi yake, huu mshikamano usingefika hapa. Huu umoja ni mfano mzuri sana katika game yetu ya muziki hapa Tanzania, hususan Afrika Mashariki. Hakuna wivu, hakuna competition za kijinga, ni upendo, heshima na ukweli. What the most people don't know ni kwamba huu mshikamano ni wa kudra za Mwenyezi Mungu na sio showbiz tu. Kuna watu baadhi wamekuwa wakijaribu kuwatenganisha wakidhani kwamba wanapokuwa pamoja watakuwa powerful sana. Well, acha ni wajiuze tu kwamba hawa watu wako more mature kuliko hata mnavyofikiria. Wanajua nafasi zao na wanaheshimiana sana. Umeona huyo ni Swag Daddy Ray amezungumza hivyo. Akaendelea kusema kwamba my brother Diamond Platnumz, congrats on your tour. This is big. Yani hii ni kubwa na nakupongeza kwa tour yako unayoifanya. Umetangulia na kufungua milango mikubwa sana. You have reminded us that vitu vinawezekana. Yani umetukumbusha kwamba vitu vinawezekana. And tonight's show, let's make it Juma Jux, tumalize kwa nguvu zote, all the best. Ameandika hivyo meneja wa Jux ambaye anafahamika kwa jina la Swag Daddy Ray. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Bwana, kama bado una chochote ambacho labda una maoni au una chochote kile ambacho unataka kuzungumza kuhusiana na mshikamano wa Jux na Diamond, hebu tuweke maoni yako katika comment section. Mjadala uendelee hapo, tutakuwa tunajibu, tutakuwa tunasoma kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Unazungumziaje mshikamano wa Jux na Diamond? Unahisi kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vitafanya game yetu ya muziki huu wa Bongo Flava kwenda kimataifa? Maana hicho ndo kitu ambacho sasa hivi tuna target. Weka maoni yako na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.